Ndugu makandarasi na wadau wa sekta ya ujenzi, naiagiza bodi ya usajili ya makandarasi kusimamia kwa vitendo kwa kuwachukulia hatua kali makandarasi wote wanaothibitika kukiuka wajibu wao. Ikumbukwe kuwa makandarasi mna mchango mkubwa katika kuinua uchumi wa nchi yetu. Pale makandarasi wanaposhindwa kutimiza wajibu wao, wanachelewesha wananchi kupata huduma zinazokuwa zimekusudiwa, na pia wanaitia serikali hasara. Na ndio maana mathalan juzi nilipata nafasi ya kwenda kukagua barabara kule Tanga, na nikakuta mkandarasi mzembe na tukamchukulia hatua. Lakini vile vile sikuishia tu kumchukulia hatua ile niliyotangaza pale. Nimewaagiza wataalamu wetu wakiongozwa na katibu mkuu. Sisi tumekuwa tukidaiwa fidia tunapofanya ucheleweshaji na mambo mengine. Ninyi nyote mnafahamu. Sasa yule mkandarasi hatudai sisi, tumemlipa fedha zote, lakini yuko nyuma ya muda kwa kiwango kikubwa sana. Nimewaagiza wataalamu, serikali inapaswa kumdai fidia yule pia kwa sababu ya uzembe aliyoufanya. Na kwa hivyo bodi ni lazima musimamie vyema mambo ya namna hii kwa miradi yote nchini. Ninyi mwe ni sehemu ya kutupa sisi ushauri. Hata kwa hawa makandarasi wa nje, msituache bila kutupa ushauri juu ya performance zao. Ndugu makandarasi na ndugu wadau wa ujenzi, napenda kuwahakikishia kwamba serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, iko pamoja nanyi na inathamini mchango wenu katika uchumi wa nchi yetu, na hivyo mkijipanga inavyopaswa mtafanikiwa na kuongeza mchango wa makandarasi katika kuendeleza uchumi wa nchi yetu. Na mimi niwapeni tena matumaini. Najua jambo ambalo litachukua muda mwingi sana kujadiliwa katika mkutano huu wa mashauriano ni madeni ya makandarasi. Ninafahamu. Mimi naomba niwahakikishieni, ninaposema ni maelekezo ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ya kwamba tutakapo kila kitu tunachokipata kipaumbele kiwe ni makandarasi wa ndani, ninasema hivi kwa dhati. Makandarasi wajiepushe na vitendo vya rushwa, kwa kukataa kushawishika au kushawishiwa kutoa rushwa. Washindane katika haki ili kupitia michango wao katika makandarasi wakuza uchumi wa nchi yetu. 4. Makandarasi waungane na kufanya kazi kwa ubia, joint ventures. Pia zinapojitokeza fursa za miradi mikubwa, hii itawezesha kutimiza vigezo vya zabuni za miradi mikubwa na kuitekeleza kwa ufanisi miradi hiyo. Changamoto nyingine ilikuwa ni masharti magumu ya ushindani kwenye zabuni yanayowatoa makandarasi wa ndani, yakihusisha turnover, dhamana za benki, uzoefu wa kazi zinazofanana, mitambo na pesa za kuendesha kazi. Napenda kuwajulisha kwamba utekelezaji serikalini unaendelea